Nguvu zimegawanyika katika makundi mawili. Zipo nguvu za kimwili na zipo nguvu za kiroho. Kama ambavyo mwanadamu mmoja hutofautiana na mwanadamu mwingine katika nguvu za kimwili, ndivyo ambavyo mwanadamu mmoja hutofautiana na mwanadamu mwingine katika nguvu za kiroho. Tunapozungumzia nguvu za kiroho, huwa ni nguvu ambazo haziwezi kupimwa kwa namna ambavyo mwanadamu anainua vitu vizito. Ni uwezo wa mwanadamu kuona au kufanya vitu vya kiroho kuliko wanadamu wengine. Na nguvu za kiroho zimegawanyika katika makundi makubwa mawili. Wapo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nguvu kubwa za kiroho, na wapo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nguvu ndogo za kiroho. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, utakwenda kujua wewe ni mwanadamu ambaye upo katika kundi gani. Je, umezaliwa ukiwa na nguvu kubwa za kiroho ama umezaliwa ukiwa na nguvu ndogo za kiroho? Na unawezaje kuzijua nguvu zako za kiroho? Ni kupitia ishara na dalili mbalimbali ambazo zinajidhihirisha kwenye maisha yako. Kwa sababu unahitaji uweze kuitambua nafasi ya nguvu zako za kiroho, katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Kama umevutiwa na mada hii, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Ikiwa unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona kwenye maisha yako, ujue wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Namba moja, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye huwa unapata maono kupitia ndoto. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu wengi ambao wamezaliwa wakiwa na nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine na hawajijui. Hawa ni wanadamu ambao wanapolala wakaota ndoto nyingi ambazo wanaota huwa zinakuwa za ukweli. Lakini moja kati ya siri ambayo hawaijui ni kuwa unapolala ukaota ndoto alafu ndoto hiyo ikawa ya ukweli, huwa sio ndoto bali ni maono, kwani Mwenyezi Mungu anaweza kuwaonesha wanadamu maono kwa namna mbalimbali. Wapo wanadamu ambao wanaweza kupata maono kupitia ndoto. Hata ukisoma katika kitabu kitakatifu cha Biblia utagundua Yosefu ambaye alikuwa mume wa Mariamu alipata maono ya kuwa ujauzito wa Mariamu si ujauzito wa kibinadamu bali umetokana na uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kupitia ndoto. Hivyo hata wewe kama ni moja kati ya wanadamu ambao tukio fulani kabla halijatokea huwa unaliota kwanza, usijichukulie kawaida. Tafsiri yake ni kuwa huwa hauoti bali huwa unapata maono. Hivyo wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na uwezo mkubwa wa kiroho kuliko binadamu wengine. Namba mbili, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unaweza kuhisi jambo kabla jambo hilo halijatokea. Moja kati ya sifa ambazo huzaliwa nazo binadamu ambao Mwenyezi Mungu amewazawadia nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine. Hawa ni wanadamu ambao wanaweza kuyaelewa mambo ambayo bado hayajatokea. Mara nyingi binadamu wa kundi hili, kabla mambo mabaya hayajatokea katika jamii ambazo wanaishi, wanaweza wakapoteza amani ya moyo, wakawa wanajisikia hali isiyokuwa ya kawaida. Na mara nyingi wanapojisikia hivyo, huwa ndani yao wanahisia kuna kitu ambacho si cha kawaida kinakwenda kutokea. Na mara nyingi kila wanapojisikia hali hiyo, huwa linatokea jambo ambalo si la kawaida kwa ndugu zao au kwa watu wao wa karibu. Utasikia kuna mtu amefariki ama utasikia kuna kitu fulani kibaya kimetokea. Ni kwa sababu hawa ni binadamu ambao Mwenyezi Mungu huwa anawatumia kufikisha ujumbe kwa jamii ambazo wanaishi. Na ndio maana binadamu wengi wa kundi hili, kabla ya chochote kizuri au kibaya kutokea kwa watu wao wa karibu ama kwa ndugu, rafiki na jamaa zao, kuna ishara mbalimbali ambazo huwa wanazihisi. Wanaweza wakaugua vichwa
au wanaweza wakapoteza amani, furaha, wakajisikia hawana mudi ya kuzungumza na mtu, ni kwa sababu kuna kitu kibaya kinakwenda kutokea katika jamii zao. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, basi ujue Mwenyezi Mungu ameiweka nguvu kubwa ya kiroho ndani yako kuliko kwa binadamu wengine. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unasikia sauti ndani yako ikikupa maelekezo mbalimbali ya nini cha kufanya na nini usifanye katika maisha yako. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao chochote ambacho wanataka kukifanya kwenye maisha yao huwa wanaongozwa na sauti ambayo inazungumza ndani yao. Si sauti ambayo unaweza kuisikia kwa masikio ya kawaida, bali katika ulimwengu wa kiroho unaweza kusikia ni kama unapewa maelekezo fulani. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanapotaka kufanya kitu fulani ambacho si sahihi, yani kitu ambacho kinaweza kikawa na matokeo mabaya, kuna sauti ambayo huwa inawapa onyo ndani yao. Ni sauti ambayo inazungumza kwa lugha ya upole sana, inawaambia usifanye hicho. Mara nyingi sauti hiyo huwa haiishi tu kuzungumza mara moja, inakuwa inajirudia rudia. Lakini pia huwa haiishi kuwakanya tu, bali huwa inawaambia ni kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya. Mara nyingi binadamu hao wanapoipuuzia sauti hiyo wakafanya kitu ambacho walikuwa wanakatazwa kukifanya, huwa wanakutana na matokeo mabaya sana katika maisha yao. Lakini wanapoitii sauti hiyo wakafanya vitu ambavyo sauti hiyo inawataka wafanye, huwa wanakutana na matokeo mazuri sana kwenye maisha yao. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanaisikia sauti hiyo, ngoja nikushauri kitu kimoja: usipende kuipuzia sauti hiyo. Ukifuata maelekezo ambayo unapewa na sauti ambayo inazungumza ndani yako, utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia, kwani hiyo ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye nafsi yako huwa inazungumza na wewe. Nafsi haiwezi ikazungumza na wewe kwa sauti alafu masikio yako yakasikia, bali nafsi ya mwanadamu huwa inaweza kutoa ishara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufanya moyo wako usite. Zipo nyakati ambazo unapotakiwa kufanya jambo fulani kwenye maisha yako, unajikuta moyo wako unasita, na unapoisikiliza hali hiyo unajikuta kama ungelifanya jambo hilo basi yangetokea mambo mabaya katika maisha yako. Wapo wengine hata wanapotaka kusafiri, wakifika stendi, roho zao zinakuwa zinasita kupanda usafiri ambao wameukuta, na wanapojaribu kutafakari ni jambo gani la msingi ambalo limepelekea nafsi zao zisite, hakuna jambo lolote la msingi ambalo wanaliona. Wanapoamua kusikiliza hali hiyo ambayo inajionyesha ndani yao, baada ya usafiri huo kusafiri, ndani ya muda mfupi sana wanakuja kusikia kuwa usafiri ule umepata ajali na watu wote wamepoteza maisha. Mara nyingi nafsi zao zinaweza kuwaepusha katika hatari mbalimbali ambazo zinakuja kwenye maisha yao, lakini wanapofanya kitu ambacho ni sahihi, nafsi zao zinakuwa safi, wanajihisi furaha. Na ndio maana mara nyingi binadamu wa kundi hili hata wanapokutana na binadamu ambao sio sahihi kwenye maisha yao, wanajikuta ni binadamu ambao wanaweza kuwajua kwa kuwatazama tu, kwani nafsi zao huwa zinasita kabisa. Lakini wanapokutana na binadamu sahihi, nafsi zao huwa zinakuwa nyeupe. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, amini usiamini, wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye nguvu za giza hazina uwezo wa kufanya kazi juu yako. Moja kati ya vitu ambavyo hutokea kwa wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa na nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine, hawa ni wanadamu ambao hawawezi kulogeka. Hata wanapozaliwa katika familia ambazo zinachezewa na washirikina, wanafamilia wengine wanaweza kuchezewa, lakini ushirikina huo huwa unagonga mwamba katika miili ya binadamu wa kundi hili. Mara nyingi washirikina wengi wanapojaribu kuwachezea huwa wanakutana na ulinzi mkubwa wa kiroho ambao hata wao hawajui ulinzi huo umetokana na nini. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao huwa wanaokoka katika hatari mbalimbali katika namna ambayo hawaelewi wamewezaje kuokoka, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa na nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Ili nguvu zako ziendelee kudumu katika maisha yako,
Endeleza utiifu kwa Mwenyezi Mungu, fanya matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo, nguvu zako zitaendelea kubaki katika maisha yako siku zote za uhai wako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.